Ni wakati na wasaa mwingine tena wa michezo pamoja na burudani, tukiangazia zaidi katika virabu vya soka vya hapa Tanzania. Moja ya habari kubwa ambazo zimegusa vichwa vya habari na kuibua hisia za mashabiki wengi huko mitandaoni ni mara baada ya tukio hili kubwa la Cristiano Ronaldo kuonekana kutaja baadhi ya timu kutokea hapa Afrika na baadhi ya wachezaji ambao amekuwa akifurahishwa sana na talent kubwa walizobarikiwa nazo. Sasa kabla hatujaelezea zaidi na kuchambua kiundani mwanzo mpaka mwisho, kaa nasi hapa ili usipitwe na habari hii pamoja na miendelezo mingine. Hakikisha kwanza umejiunga nasi kwa kugusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe ili usipitwe na kuachwa na habari moto moto za kimichezo kila siku. Sasa mada kubwa ambayo iko mezani ni kwamba Simba imeonekana kuwa athari zake zinazidi kukua, si tu hapa barani Afrika mpaka kimataifa zaidi, na hii ni kutokana na tukio hili kubwa ambalo watu wengi mpaka sasa hivi wamebaki midomo wazi huko mitandaoni kwenye mijadala mbalimbali. Watu wamekuwa wakizungumzia zaidi ni nini hasa kimepelekea hii, kwa sababu ukiangalia Cristiano Ronaldo ni mchezaji mkubwa sana hapa duniani, anatambulika kwa ukubwa wake na kwa heshima kubwa aliyoiweka na kudumu kwenye soka. Sasa kwa kitendo kama cha mchezaji mkubwa duniani kuweza kuitambua timu ya Simba, hii ni hatua kubwa sana na ni heshima iliyoje kuonekana klabu kama ya Simba kuzidi kupambana zaidi. Na kama inavyofahamika kwamba hapa barani Afrika Simba ni miongoni mwa virabu vitano bora kutokea barani Afrika katika mashindano pamoja na michuano mbalimbali. Sasa pengine unajiuliza kwamba imekuwaje bwana mpaka Simba wakaweza kutangazika kimataifa zaidi, sababu mpaka kuonekana kwa wachezaji kimataifa maana yake ni juhudi pamoja na nguvu kubwa ambayo klabu imekuwa ikiwekeza, na ndio maana kuna faida kubwa za klabu kuwa na mwekezaji aliyekuwa anatambua nini mfumo na nini maana ya kuweka pesa ili kuweza kuipeleka klabu mbali na kuifikisha kimataifa zaidi. Mfano mzuri ni huu kwa klabu ya Simba, lakini pia baadhi ya wadau wa soka na wachambuzi wameliongelea hili kwa ukubwa na kwa namna tofauti, kusema kwamba huu ni mfano tosha ambao inabidi timu nyinginezo ziweze kuiga kutoka kwa Simba. Pengine unaweza ukaona unafanya kitu kidogo ama unaweka uwekezaji sehemu ambayo hailipi. Sasa mafanikio yake na matokeo ndio huaga kama haya hapa ambayo Simba wameweza kuyapata. Na chachu kubwa ya maendeleo katika hii ni uwepo wa teknolojia, hasa katika kipindi hiki cha zama za utandawazi zimekuwa zikichochea zaidi na kufikisha mbali soka. Kama wachezaji watatumia zaidi teknolojia kupitia mitandao ya kijamii kuweza kujitangaza kimataifa, inakuwa ni swala ambalo linawabeba sana, sababu Cristiano Ronaldo kwenye mahojiano ambayo ameyafanya, jambo aliloulizwa ni kwamba imekuwaje mpaka akaweza kufahamu na kujua soka la Afrika zaidi. Inaonekana Afrika kuna vipaji vingi sana, lakini kwa Cristiano Ronaldo anazungumza kwamba Afrika imejaa na vipaji vingi sana, na ana takribani mwaka wa 7 sasa anafuatilia vipaji kutokea barani Afrika, na mojawapo ya virabu ambavyo ameweza kuvutiwa navyo zaidi ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na amekuwa akitaja baadhi ya wachezaji akiwemo Rushan De Reuck ambayo ni bek kutokea klabu ya Simba ambaye anafanya vizuri kweli. Na ukitazama uwezo wa Rushan De Reuck, ni mchezaji ambaye yuko madhubuti, mwenye asili ya Kiafrika Kusini huko South Africa, na majukumu yake pale Simba anayatimiza kama ambavyo yalivyo. So Cristiano Ronaldo pia ameweza kufunguka na kueleza namna ambavyo wachezaji ili waweze kufika mbali na kutangazika kimataifa wanatakiwa wawe. Pointi ya kwanza ameongelea swala zima la nidhamu, yani discipline.
msanii ama mchezaji yeyote ambaye anahitaji kufika mbali, nazungumzia talanta kwa ujumla, ni lazima uzingatie nidhamu. Nidhamu yako ndio ufunguo wako wa kukupitisha wewe kufika kwenye mafanikio makubwa ambayo umekuwa ukiyaota kila siku. Dreams come true pale ambapo unakuwa unawekeza nidhamu pamoja na heshima na adabu. Hii huwa inasaidia. Watu wengi wamefanikiwa si kwa kuwa wanajua sana, isipokuwa nidhamu zao pamoja na uwezo mkubwa wa kuweza kuishi na watu na kuwa na upendo. Hii imetengeneza wao kufika pahala walipo na kwenye nafasi za juu zaidi. Lakini pia jambo lingine ambalo Ronaldo ameweza kuligusia ni swala la mshikamano pamoja na umoja, ikizalisha upendo. Umoja, mshikamano ambao unaleta upendo kwa wachezaji ni jambo jema sana ambalo linatengeneza strengths pamoja na kila mchezaji kuwa na uhuru na amani pale ambapo anakuwa dimbani anapojisakata kabumbu. Hii imeweza kuelezewa kwa kina zaidi na kwa upana kwamba kuna wachezaji wengi sana hapa duniani ambao walikuwa na talanta kubwa, lakini baadaye tuliweza kuona hawakuendelea wala kufika popote pale, waliishia njiani. Pengine wangetakiwa waipe burudani dunia kwa muda mrefu sana. Na wachezaji hao ambao Ronaldo hakuwataja ama waweka kwenye brackets, imeonyesha kwamba jambo lililofanya wasiwe wakubwa zaidi ama kufika mbali na kukaa kwenye game miaka mingi, hii ni kutokana na kutoonyesha nidhamu nzuri. Mifano halisi tunayo hata hapa Bongo. Kuna wachezaji wengi ambao timu nyingi zimewakataa ama zimepishana nao kutokana na hali zao za kinidhamu. Mfano nitamtolea mchezaji Morrison ambaye ana talanta kubwa, lakini kutokana na hali yake ya kutoonesha hekima na nidhamu kwa virabu, basi hii imekuwa ikimfanya asiendelee kucheza katika virabu vikubwa hapa nyumbani Tanzania, lakini pia Afrika kwa ujumla. Sasa hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo Ronaldo amevizungumza. Wewe kama shabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, bila shaka una furaha iliyoje na utatuambia nini katika hili, lakini pia unashauri nini klabu ya Simba kuendelea kufika mbali zaidi na katika hatua zilizo juu? Tuambie kwenye upande wa comments hapo chini, utueleze kwa kina na utoe ushauri wako ambao unaona utafaa. Lakini jambo kubwa lingine ni kwamba usisahau kuendelea kushikamana na klabu chako, kama vile ambavyo Ahmed Ally ameweza kufunguka na kusema kwamba mashabiki wasichoke, Simba inajirekebisha na inakaa kwenye mfumo katika kipindi hiki ambacho imeanza kurudisha burudani kwa mashabiki. Ahadi ni kwamba burudani itazidi kuenea na itakuwa kubwa sana. Kikubwa mashabiki waendelee kushikamana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, waendelee kuonesha support mpaka mwisho, wapambane, lakini pia waendelee kushare na kukaa na klabu.